mzee mwingine, walikuwa 4 sikumbuki mwingine. Wakakuja mpaka ofisi ya region na wakatuongelesha jinsi ya kufanya kazi na kutunza kanisa. Kwa hivyo walipolala, nakumbuka baada yale maneno walisema wakati walitutembelea kama wazee. Na hii ni picha mzuri kama mzee. Unapoenda kwa ofisi na kupeana mahusia ni baraka sana. Badala ya kusimama pembeni na kulaumu, unahusika na kujumuika. Kwa hivyo enda sana kwa hayo mambo mengine, nataka tuzame kwa neno. Na nilipopata hii habari tukajulishwa kwamba ndugu kijana wa Boma alilala pia. Na mambo kama haya yakifika, kuna maswali mengi kuliko majibu. Watu wanauliza kwa nini? Wengine hata wataweza laumu Mungu ulikuwa wapi? Na hiyo ilitupatia picha ya halisi ambayo Ayubu alipitia msiba baada ya msiba. Nauliza, Mungu ulikuwa upande gani? Kuna wakati mmoja alikuwa anahubiri kanisani, where is God when it hurts? Mungu ako wapi wakati unahisi uchungu? Na kuna mambo mengi ambaye Mungu alitufunulia. Kwa hivyo kwa ajili muda umeenda mno, nataka tuzame kwa vifungu viwili vya Biblia. Tasoma neno katika kitabu cha Mithali na kitabu cha Yeremia, alafu nitafanya summary. Mithali 13:22. Na nashukuru kanisa la Moisbridge katika uimbaji wao wametoa utangulizi wa ujumbe ambao Mungu alikuwa amenipa. Sote ni washukuru wachungaji wa eneo hili ambao walihudumu. Reverend Kirwa, asante kwa kazi ulifanya wakati ule, na unapotuwakilisha upande ule bado tunakumbuka wewe. Reverend Hosea pia nilimwona mahali. Euroni sawa. Ni mtoto wa Boma, na tunashukuru as you represent us on the other areas. Na wengi ambao walitoka eneo hili na kwenda kwingineko, we are proud of you as a church ya nyumbani. Proverbs 13:22. Katika lugha ya Kiswahili nasema, mtu mwema huwaachia wana wa wanawe urithi, na mali ya mkosaji huwa akiba kwa mwenye haki. Mtu mwema huwaachia wana wa wanawe urithi. Kwa lugha nyingine, mwana wa mwana ni nani kwa lugha nyingine? Ni mjukuu. Kwa hivyo Biblia inasema mtu ambaye ameishi kwa hali ya wema, hali ya uadilifu, hali ya kumcha Mungu, ataacha rasilimali fulani, ataacha hazina ambayo itafikia watoto wake na itapita hata watoto wake ikafika na wajukuu. Nimeleta ujumbe mchana wa leo, leaving an inheritance, kuacha urithi. Na kuna urithi mara 3 kutokana na kifungu kile. Wengi wanaposikia urithi wanakimbilia tu shamba na pesa na mambo mengine. Lakini kuna mambo mengi ambayo yanapatikana katika hali ya urithi. Na tumeambia si mtu yeyote ambaye anaacha, ni mtu mwema. Na ili mtu awe mwema atapatikanaje? Wema wa mtu inaanzia wapi? Wema wa mwanadamu inaanza wakati gani? Inaanza wakati anapomjua Mungu kuwa mwokozi wa maisha yake. Wema wako, uzuri wako inaanza wakati unajenga uhusiano na Mungu. Na urithi ambao unaweza ukapatiana, kuna urithi aina 3 unaweza patiana ukiwa mtu ambaye ameishi kumpendeza Mwenyezi Mungu. Urithi ya kwanza ni urithi ya imani, the inheritance of faith.
imani ambayo umeishi na kutembea ndani ya hiyo imani itasogezwa kwa watoto wako na hata wajukuu na hata vitukuu. Una imani ni neno ambayo inaguza. Faith is contagious. Faith is transmitted when it is lived. Unapoishi kwa imani, utasogeza hiyo imani ipite mipaka yako, ifikie na hata wengine. Katika Biblia, muda sina, lakini mtumishi wa Mungu Abrahamu, nilipokuwa nikifuata safari yake ya imani, katika Mwanzo 12 mstari wa 8, Mwanzo 13 mstari wa 18, tunaona Abrahamu alikuwa na mazoea kujenga na kuinua madhabahu. Anapoenda katika hatua ingine, anapohama kwenye nchi mpya, anapobadilisha makazi, jambo la kwanza Abrahamu alikuwa akifanya ni kuinua madhabahu. Madhabahu katika muktadha wa Agano la Kale ilikuwa nafasi na ishara ya watu kukutana na Mwenyezi Mungu. Ilikuwa njia ya uhusiano ya mwanadamu na Mungu, walikutana kwenye madhabahu. Na safari zote za Abrahamu alikuwa kila mara anainua madhabahu. Kabla hajafanya mambo mengine, anaanza kuinua madhabahu. Na tulipofuata pia nikaona kijana wake Isaac, Mwanzo 26:25, alifuata miguu ya baba yake pia. Alipokuwa mtu mzima, baba amelala, aliendeleza ile tabia ya pia kuinua madhabahu. Kwa sababu gani? Hiyo imani ya baba yake ilikuwa imemuingia yeye. Na Abrahamu alichunga hiyo imani hata wakati Isaka alipokuwa anatafuta mke. Akaambia Eliaza, this is guesswork. Eliaza, this is the instruction. Na sitaki ufika hapa chini ulete yeyote ule, kwa sababu nimekuwa mzee, sitatambua. Kwa hivyo ili nihakikishe utafanya kile ninasema hapa bwana. Akaambia weka mkono hapa. Ndekupe staibu. Akimwa. Ile mambo ya mtu na baboro diosha. Fanya kiapo. Hao viongozi wao wanaapishwa. Lakini Eliasa aliapishwa ndio atafute mke Isaac. Wewe uliapishwa kuwa MCA. Eliasa aliapishwa ndio akuwe qualified kutafuta mke. Kwa nini Abrahamu alikuwa hataki mke yeyote yule? Ni kwa sababu ya imani. Hakutaka tu bora amepata. Si guesswork. Hakutaka kijana yake atangamane na watu wa mataifa. Ndio maana kweli Isaka alipopata Rebeka, ukisoma wakati Rebeka alipoingia bomani mwa Abrahamu, Biblia inasema kwanza Isaka akafarijika. Alipomwona Rebeka akapata faraja, kwa sababu mama wake mzazi alikuwa amelala. Imani ya baba inaanza kuingia Isaka. Na the same faith ikaonekana kwa Jacob. Aliishi pia kwa kuinua madhabahu. Kanisa la Mungu, urithi ambao tunayasapatiana kwa vizazi vyetu ni urithi wa imani. The inheritance of faith. Na mara mingi wanauliza my local church, je, mtoto wako anaelewa ni Mungu gani unamwamini? Inge ndweri Mungu bwana yoni gai. Anajua ni Mungu gani unamtambua. Anajua ni Mungu gani unampenda. Ni Mungu gani umekumbatia. Ni Mungu gani unamuinua. Je, imani yako inagusa mtoto wako? Imani yako ina affect your brothers na wale wengine? The faith. Kanisa, kama kuna kitu tunachukulia kwa urahisi ni imani. Ni imani. Tunatafutia watoto shule mzuri, tunatafutia good academy, tunatafutia career mzuri, tunatafutia course mzuri, lakini ikifika kwa mambo ya imani tunaachia mtoto agesi. Atapetape, apata asipate. Hatushughuliki sana, hatufuatilii sana mtoto wetu na imani yake inaenda jinsi gani. Yes. Kuna ndugu wetu alikuwa hapa Muislamu. Ameenda hako. Yes.
hawa ndugu hawachezi na imani yao. Hata mtoto anakula viboko. Kine tingoma na iko namgora kindegedi ashike imani. They don't joke with their faith. Kama nimedanganya. Huko kwetu kuna msikiti. Leo naona watoto wananyoroshwa kabisa. Waweze kukariri vifungu. Na wewe afanyie nini? Waende Sunday school, wasiende? Sawa. Hata mwalimu wa Sunday school ajali, mara mingi unapata watoto wameenda, wameguess, mwalimu ni absent, watoto wanakuja inda ndege hapo, wanalingalinga mabati na kurudi nyumbani. Please, tunaachia watoto wetu guesswork. Juzi wamekuwa kwa camps. We don't care. Tunarusha tu huko. Do we really care? Ni nini wanaenda kupata pale? Ni nini wanajifunza pale? Ni nini wanapata pale? Na baada ya ibada, jioni baada ya ibada, unafanya revision. Unajua tunafuata vitabu vya shule. Kwa sababu umelipa fees, unasikia uchungu. Jioni unatafuta homework, unatafuta mahali mwalimu amesign, mwalimu ameweka mark, unafuata kabisa. Kwa sababu uchungu ya fees. Lakini jioni unafuata kama alipata lesson kanisani. Do you really care? Ama bora tu ameingia kwa nyumba ya Mungu na imetoa? We need to take faith seriously. Kuna mzee alilala huko kwetu, kijana wake juzi alitoa ushuhuda akasema tulijua Yesu kwa sababu mzee alitumia mbinu yote hata bakora. Mzee alikuwa na pick up ile imejengwa body. Kwa hivyo Sunday asubuhi anasimama pale na amefungua pick up na bakora. Kila mtu kwa gari. Kila mtu kwa gari. Wote mkiishia ndani ana lock na anaendesha, anapiga reverse kwa mlango wa kanisa, anatoa bakora. Kila mtu ndani. Yes. Na watoto sahi ninapowaelezea walifaulu sana. Moja ni judge. Yes, Justice Limo. Unajua Justice Limo? Justice Limo alijua Yesu kwa bakora. Na hako na wengine wana masters, ma PhD, wenye wao kufika mahali mbali na masomo ni wakulima wazuri sana. Kwa sababu ya injili ya bakora. Kwa hivyo wa kanisa, let us transmit faith katika jina la Yesu. No guesswork. Urithi wa imani. Urithi wa pili is the inheritance of values. Inheritance of values. Urithi wa maadili. Niliwaambia huyu mzee alikuja kwa ofisi akatuongelesha. Kwa nini walikuja na mzee? Mzee Asomani alikuwa around. Asomani? Yes, mlikuja na mzee. Yes. Walikuja na mzee, ngile waona na wakapigwa ingane. Walikuja, kwa nini walikuja kwa ofisi? Kwa sababu they wanted the office to impress some values. Kuna maadili fulani walihisi viongozi wa kanisa washikilie. We need to transmit values kama kanisa. Values are beliefs about what is right and wrong. It is what is important in life. Kanisa, kama kuna mahali tumekuwa na shida ni mambo ya values. Nataka nisome mzee mmoja ambaye alifaulu kutimiza values kwa watoto wake. Kuna mzee alifaulu sana kupeana maadili kwa watoto wake. Ni mzee mmoja katika kitabu cha Yeremia 35. Mzee kwa jina Rekab. Neno hili ndilo lilimjia Yeremia kutoka kwa Bwana katika siku za Yehoyakimu mwana wa Yosia mfalme wa Yuda kusema, enenda nyumbani kwa Warekabiti ukanene nao na ukawalete nyumbani kwa Bwana katika chumba kimoja, ukawape divai wanywe. Basi nikamtwaa Yaazania mwana wa Yeremia mwana wa Habazinia na ndugu yake na wanae wote wa nyumba yote ya Warekabi, nikawaleta ndani ya nyumba ya Bwana, ndani ya chumba cha wana wa Hanani mwana wa Idalia mtu wa Mungu kilichokuwa karibu na chumba cha wakuu,
nacho kilikuwa juu ya chumba cha Maaseya mwana wa Shalumu bawabu. Nikaweka mabakuli yaliyojaa divai na vikombe mbele ya wana wa nyumba ya Warekabi. Nikawaambia, nyweni divai. Lakini wakasema, hatutakunywa divai, kwa maana Yonadabu mwana wa Rekabu baba yetu alituamuru akisema, msinywe divai nyinyi wala wana wenu hata milele. Sikia vile mzee aliweka beliefs, values. Mungu akatumia hiyo kama teaching aid kwa wana wa Israeli. Akatuma Yeremia, akaambia, andaa vinywaji, andaa divai, ukaweke mbeleni mwao. Na Yeremia alipofanya vile, wakasema Yeremia the prophet, hatuwezi kunywa divai. Kwa nini hatunywi divai? Baba wetu alituonya tusinywe divai. Kile baba madolia moe. Na hivyo ndio huyu alipeana values. Kanisa la Mungu, we need to inculcate virtues to those who are coming after us. Peana maadili. Kama kuna shida katika kisasi hiki ni ukosefu wa maadili. Kukosa maadili. Hatufundishi maadili mazuri watoto wetu. Our society lacks values. Corruption begins at home. Cheating begins at home. Ukosefu wa maadili inatokana na sisi vizazi wale ambao ni wazazi. You cannot give what you do not have. Hauwezi peana kile usichokuwa nacho. Maadili. Tulipotelea wapi kanisa? Tulipotelea wapi jamii? Tulipotea wapi? Juzi mwezi wa Septemba kuna mama tulimzika. Kwa sababu gani? Msichana wake alitembea akapotea, akalala siku chujulikana. Kwa hivyo jigoro. Na mama alipouliza yeye maswali, ila alijibu, mama alianguka na ameenda. He will go kama. Na tulimzika mama. Unafikiri yule mtoto alijibu nini? Yenye iliangusha mama yake? Mama ameenda. Unajua tunabembelezana when it comes to values. Tunaona kama ni mzaa. Hatufundishi mtoto mpaka. Wala ambao wana watoto wadogo tumezoea kupembeleza mtoto na simu. Research imeonyesha hiyo simu inaathiri maisha ya huyo mtoto. Chebioso ukase. Na leja wewe soe la kwa simu ikogenga mlakwana. Chances 55% of balakwana gogetke kumibara. Depression, baadaye in life. Na tunafikiri tumemaliza kila kitu. Mtoto haguzi chochote. Mtoto hata hajui kuoga. Mingi na kuunge lakwe. Lakwe nete. Yurugame kukwete. Unangangana na kitoto kiinzi hii. Hata hajui kutengeneza kitanda. Anakulia masada na kuruka juu. Hao ndio anasumbua. CD waka sawa walikuwa na vijana juzi. Nguru ndago ni story bijugo. Tiagune kazi Pastor Moses. Nolema. Enda mkutano si wae. Moto Yes. Najua wakati wote nilikuwa na msaiba mai ukimira taiwa na ile saidia wengi. Kuna wengi waliokoka kugundra taiwa. Yes. Najua msichana mmoja aliwahi tandikwa kerote na kufungiwa virago kwenda nyumbani. Sasa ni mwalimu wa ushirika leo ndio sozi. Ana alikula fimbo kerote. Maadili, Bwana asifiwe. Tunataka maadili. Vijana wako kwa makanisa na wanazama kwa masimu zao. Wanachat, wanafanya mambo yao. Maadili. Siku moja tukakuwa kwa maombi na naona mshiriki akitoka nje kujibu simu. Tuko katikati ya maombi. Na anaenda kujibu simu, wengine wakiendelea kuomba.
ukosefu wa maadili. Mahubiri inaendelea, unatoka pale kujibu simu, ni kukosa maadili. Na unaambia huyo mtoto wako hii neno si maana. Na vile ambayo tuna handle the word of God, tunachukulia hata neno lenyewe kwa uwepesi sana. Please, let's go back to the drawing board. Maadili. Children do not learn from what they are told, but from what they are seeing. Meneteke lagok chekakimwa, ineteke chekakilia, chekiri. Bila wanavyoona wewe, watafanya vivyo hivyo. You can teach what you know, but you produce who you are. You teach what you know, but you produce who you are. Hautoi kulingana na lesson, matokeo ni wewe. Baba usilaumu. Mara mingi tunalaumu kibuno hivi mwenyewe. Inatoka kwa tusilaumu hivi vijana alitoka wapi? Ni wewe. Kwa sababu kila kijana ako na baba, ako na mama. Mimi ni mige wewe. Ako na mahali. Kuna mahali inaitwa kwao. Kuna mahali inaitwa nyumbani. Hapo ndio tuanzie maadili. Wajue kusema ukweli. Wajue kutenda mema. Wajue kutunza utakatifu. Wajue to do the right things at every given time. Please, let's embrace values. Hiyo ndio inafanya Ukristo wetu inakuwa nyepesi. Imani yetu inakuwa nyepesi. Na inafanya watu wasiokuja kanisani watuchekee, wanatudhihaki, wanatuita wakora, machambazi. Wazo ile kirinye msaji lina taklolo ngomia. Puch. Aliasi keguru ne puch. Kwa sababu kosa maadili. Number 3, the inheritance of wise stewardship. Urithi wa watu kuwajibika. Watu kujua kujisimamia. Wise stewardship. Kama kuna mahali tunataka tuweka mkazo kama Wakristo, ni watoto wetu wawe stewards. And stewardship begin by embracing and practicing a strong work ethics. Watoto wetu wapende kazi, wawajibike. Wacha wengi watoto wetu tu wanakaa wakitoka kwa simu wanaenda kwa TV. Watoto hata mgeni akikuja hata wasongei mgeni. Uje msoge ningo. Please. Tabia mbaya. Alafu unabombeleza watoto, songea mgeni. Songea mama. Nakumbuka nikikaribishwa mahali fulani, nikapewa ugali, mtoto akataka kuninyang'anya. Baka nikasimama. Sikili na janginye mami ngai mtoto. Please. Stewardship. Watoto wajue kutumia their time. You know we don't save time, we only use time. Hii maneno ati save time, you cannot save time. Mami stoit nigegirkin saishe. Sugoi kagama igeboishe keyot. Hakuna. Igisha enda imeenda. Lazima tufunze watoto wetu. The verse ambayo tumesoma highlights how a person's character and habits influence their descendants for generations, creating a lasting impact beyond their lifetime. Kanisa la Kristo, fundisha watoto wetu wajibike. Train your kids to save. Fundisha watoto hata kuweka kitu. Unajua sasa hivi wamekuwa wakifanya tunaone wanasanya na wakipata tu ni KDF na balloon. Hata mama mwenyewe ni hivyo. Kuchota mahindi ovyo. Mtu wa miwa akikuja mahindi inachotwa.
wa mandazi na kaimati wanachota. Mahindi inachotwa ovyo ovyo. Kuna ushambulizi wa mahindi nyumbani. Mama akiwa mwizi mkubwa. Akule mara gorja bejo gorwai le. Mahindi inakimbia iende wapi? Na anasema tunaua tajiri. Tajiri ni mzee sasa. Ni pale magharibi. We need good stewards katika jina la Yesu. Involve your children in all your works and dealings. Let them make wise use of their time and the resources within their reach. Kuna tajiri moja kule US anaitwa Rockefeller. He's a billionaire. Na kuna kitabu moja nilikuwa nikisoma. Yeye ni billionaire, lakini amefaulu kutrain watoto wake kusave. Na ni billionaire. Sasa hata ile shamba kidogo. Hata shamba kama hii ama mnatafuta mtu akibarua. Mbare ndete kurobirirno. Mtoto ni kusunguka na baiskeli kwenda Moi kurudi. Anaenda movie, anaenda Arsenal. Arsenal kumi kujengero mega ne mane pa week. Kunengunga amne konyone saa sita kurungonye koti. Kaibsele ngata. Gakwele kwera musiki laje kibet na kaita. Anatoka Moi movie na mpira please. Please. We need to train our children to be good stewards. Sikia wazazi. Leave your wealth in your children. Do not leave your wealth for your children. Munanipata? Leave your wealth in your children. Do not leave your wealth for your children. If you leave your wealth for your children, ndio unaona vile mashamba inatembea. Kuitu sigengeshe. Amu you left for your kaliana ho kyoksin kwa boyo kuni. Paitae. Chakatae. Mnanielewa? Wageni wako wengi. Tumambe tupende jirani, leni yule o ngagure no. Please. Mbona watoto wetu hasa aje kingololi kakile tumekuwa wazembe hapo. Wazembe. Ndio ile kitu tuiko kwa kichwa ni shamba. Hata bigibigi shamba. Hata TV unauza kona fulani. Unataka ujenge shamba. Kila kitu shamba. Ibanengo. Ukiona shamba inaenda ni kwa sababu huku imehitima kuli. Gibigere kwendi mbarede kukatima kuli. Pastor tuombe watu wetu wayata kuli. Kwa sababu angefanya nini ingine na asubuhi mpaka jioni kumisa ndayuni. Lonya jera goejai goeksi. Wale ngame ja nyorchi. Ne matorete ki. Please. Niliwaambia kina mama Wakikuyu wanasema na mimi Wakikuyu wako hapa. Kunao wako na msemo anasema mwanaume kamili longi yake inaisha kutokea mbele kwa magoti. Mwanaume kwisha ni ule inaanzia reverse. Sijui ya mzee yako inaanzia wapi? Please. When people are thinking of making millions, we are minusing. Wakati watu wana occupy the space, we are minusing. Wakati watu wana Moi sasa tunaambia inakuwa municipality. Kuna watu watafaidika pale.
Na sisi baada ya kuingia town tunasonga mbali na town. Tabia mbaya. We need to be wise stewards katika jina. I wish I had more time. Some mmoja bicho wale wacha ujinga. Tosi kwa wacha kwa bane? Tuacha wacha ujinga. Yes. Sasa si area kama hii. Kila kitu unaenda unanunua nyanya, unanunua vitunguu, nini? Hata wengine wananunua maziwa. Ako na ng'ombe kwake na anakaa kwa mkebe kwa kona, anaongoja ule jamaa wa Tamus. Mi teta na nyigor ka to kugini na Tamus. Ne bota chukugi gor bota ne. Please. Hapa lazima ifanye kazi. Kuna a lady juice alituambia ana deal na kulisha tu vifaranga ya ikifika 1 man anauza vifaranga peke yake ya 1 man, na anauza vifaranga 300, na anauza vifaranga 300 kwa shilingi 300 na ni ya mwezi moja, na ameitime in a way that every man ana vifaranga 300 ya kuuza. Vifaranga 300 inachukua space gani? Si ni kidogo sana. Haya, 300 times 300 ni ngapi hiyo? Huyo mama anachukua 90,000 kwa mwezi. Yes. Na baada ya kufikiria hiyo unazunguka kwa mabomu. Unaosha vyombo saa 6. Kuku wamefanyia wrestling. Please. Mzee naye amekaa moyo hapa. Itu kiunisani na nunate agego saba ne boyo. Ole tongorogie agige tabursinyu. Please leave an inheritance. Mzee Jeremiah amewacha masawacha. Aliwacha urithi, si kuna shamba. Si amesomesha hawa. Sasa kuna KDF na wale wengine. Si amewapatia neno. Amewapatia injili. Amewacha hajawacha. Wewe utawacha nini? Imetaine. Bibi jengo bendigo tabu. Ameacha madeni, ameacha laana kiamte David maibarta. Please. A wise man. Wacha nirudi alafu tuombe. Methali 13:22. Mtu mwema huachia wanawe urithi, na mali ya mkosaji huwa akiba kwa mwenye haki.